Mahala ambapo kuna maafisa wa jeshi la polisi walipofanya uzembe, nao tuwachukulia hatua ili kusudi vitendo hivi siweze kujirudia. Sawa, umesema mmekamata mdhamini. Mdhamini wake alikuwa ni nani? Alikuwa ni baba yake mzazi. Baba yake mzazi. Kwa baba wa mtoto wa kiume aliyekuwa na binti wa huyu mama mmemkamata? Tumemkamata. Yupo kituo gani? Yupo kituo cha polisi Nduguti, Mkalama. Mkalama. Ndiyo. Sasa mimi nitaomba we mwenyewe nikuagize tu mkuu wa wilaya, mheshimiwa, utoke na huyu mama akathibitishe huyo mtuhumiwa kama yupo, na kama yupo nitaomba kwa hatua zako atafutwe huyo mtu, apatikane. Kama ni Geita, gari iwashwe usiku huu iende wapi? Geita. Na kama ni baba mzazi, maana yake atakuwa anajua kijana wake yuko wapi. Haki ya huyu mama ipatikane, kwa sababu hata mimi ninaamini binti yupo, na kwa kuwa alikuwa ni mwanafunzi, mumfikishe kwenye vyombo vya sheria, iwe funzo kwa watu wengine wenye tamaa hizi. Tukiendelea kuleana kwa utaratibu huu, tutapoteza mabinti wengi. Kwa hiyo najua nikitoka hapa kuna watu watasema hivi, mwenezi pale ameagiza kama nani? Mwambieni ameagiza kama mwenezi wa CCM na Mtanzania, kwamba haki za watu ziende zikasimamiwe, kwa sababu nchi hii sasa hivi imegeuka, siasa ni nyingi kuliko kujali hata utu wa watu wengine, kwamba itikadi za vyama zimeenda mbali kuliko hata kuthamini watu. Niombe watu wa Iramba, kwenye mambo ya msingi acheni chama na serikali wafanye kazi ya msingi, na wengine watakao hoji ni kwa sababu hayajawakuta ndani ya familia zao. Ni sawasawa na watu ambao huwa wanashabikia mambo ya uvunjifu wa maadili kwenye maeneo yetu, na wanasema hizo ni haki za binadamu ziheshimiwe, kwa sababu ndani ya nyumba yako hiyo haki haijaingia. Mama, tulishakutana. Ndio. Nilikusikiliza. Sawa. Leo nimekuona na umesema. Ndio. Naomba utaenda na Mheshimiwa DC ukathibitishe huyo mtuhumiwa yupo au hayupo. Nilipo unapajua, sio? Uje pale. Mheshimiwa DC. Naam. Taji namba yako ni pale pale nilipokukuta. Ndio, pale pale uliponikuta. Sawa. Baba mnashangaa. Ila kikubwa mheshimiwa, mimi sina shida tena na mtuhumiwa. Ninachohitaji jeshi la polisi lifanye kazi kama mimi nilivyofanya kazi. Cha pili, gharama nilizotumia, na mpaka sasa mimi sina pesa, nahangaika, natafuta hela ya kulisha watoto nilokuwa nao kwa usumbufu wanaonipa. Naomba wamtafute mtoto wangu, naomba wanirudishie gharama zangu. Mpaka kumtafuta mtuhumiwa mwezi wa 7 nilitumia 1.5 million, na mpaka sasa hivi zaidi ya 2 million, na hizo pesa nazipata katika uhangaikaji wangu wa kuuza vitu vidogo vidogo. Nahitaji msaada mheshimiwa, sina maisha sasa hivi. Nimepokea Mheshimiwa DC, ombi la mama umelisikia. Kuanzia sasa hivi asitoe hata 100. Mlisimamie jambo lipatikane. Na mama, vyombo vyetu vinafanya kazi nzuri. Ndio maana tumesema inawezekana kuna watu wachache sana ambao wanafanya mambo yasiyo nini? Yasiyofaa. Lakini ninaamini jambo litakaa vizuri, na mtuhumiwa amekamatwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo naamini haki yako na haki ya mtoto wako itafanya nini? Itapatikana. Sasa naomba nitoe ushauri kwa jumla hapa, mnaniruhusu? Mtoto wako hajarudi shule, uje umchukue mtoto wako kama alivyosema. Kwa hiyo alipoenda, walimu hawakupata muda wa kumsikiliza huyu binti, akasubiri mpaka baadaye wakamwambia afanye nini? Aende. Akaondoka, akarudi kesho yake. Kesho yake akauliza vipi? Wakamwambia bwana, ukatoe taarifa wapi? Polisi, kwamba mtoto hapa hayupo. Kwa hiyo mama akaenda polisi, akatoa taarifa, na taarifa alivyoitoa polisi wakampa ushirikiano kwa kuanza kumtafuta binti yupo wapi. Kwa baadaye ikaonekana binti yupo anaishi kwa kijana mwanaume huko Geita. Sijui tunaelewana vizuri, ili twende hatua kwa hatua. Kwa hiyo lengo la kutoroka shule, inawezekana alitoroshwa
na kijana. Nikiwa Simiu kuna kitu Wasukuma wanaita kuchagulaga, sijui kama mnakujua. Mnaifahamu chagulaga? Ehe. Kwa hiyo nikawa nina tafakari kwamba inawezekana labda ilikuwa ni jambo hilo. Lakini sisi tunachoangalia, huyu ni mwanafunzi, inabidi awe wapi? Shuleni. Na sheria inasema kama mtu ametorosha mwanafunzi kuna adhabu na vyombo lazima vishughulike na huyo mtu. Kwa hiyo mama akachukua jitihada za kwenda mpaka Geita akiwa na askari, wakampata huyo bwana aliyekuwa anaishi na nani? Na binti. Na alipofika pale wakasema binti hayupo, kwa wakamkamata mwanaume bila kuwa na nani? Na binti, wakamleta huku. Baada ya kumleta huku, kama alivyosimulia kwamba akawa anasisitiza maelezo yachukuliwe na yule mtuhumiwa apelekwe wapi? Mahakamani. Mahakamani hakupelekwa, na aliporudi mtuhumiwa hayupo. Mgogoro ndo ukaanzia wapi? Hapo, kwamba mtuhumiwa amekamatwa, hayupo, kaenda wapi? Hili jambo limetokea Mkalama, limetokea wilaya ya Mkalama, sio Iramba. Na hapa nilielekeza wakuu wa wilaya wawepo, na mkuu wa wilaya ya Mkalama yupo hapa, kwa yeye atatupa majawabu ya hili jambo zima. Na kama kuna uzembe umefanyika, chama kama kilivyo kitaelekeza hatua zifanye nini? Zichukuliwe, kwa sababu wajibu wa Chama cha Mapinduzi tunasema kazi na utu. Utu ndio kama huu, kazi ndio kama hiyo, kujenga barabara. Lakini lazima yoyote aliyoko hapa, kama angalikuwa ni mtoto wake, hata mimi machungu yangekuwa ni makubwa, kwa sababu mtuhumiwa huyu hapa kaenda wapi? Lakini lazima tuchunguze ushirikiano anaosema alipewa haukuridhisha upoje, kwa sababu kila aliyeajiriwa lazima atimize wajibu wake bila kuangalia rangi ya mtu anayemhudumia. Huo ndio utaratibu, na utaratibu huu upo maeneo yote. Sasa inawezekana watu 100 kwenye taasisi moja wakawa wazuri, mtu mmoja akawa mbaya akachafua taasisi nzima. Tutashughulika na huyo mmoja kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo nikukaribishe Mheshimiwa DC, jambo hili umelisikia, unalifahamu na fahamu. Sasa kukat story kifupi lipoje na hatua gani mmechukua na nini kipo, ili kauli yako utakapomaliza mimi niweze kubeba sasa, kuanza kulibeba kwa level kubwa ya kitaifa, kwamba hili jambo linapatiwa nini? Ufumbuzi na majawabu. CCM oye! Dr. Samia hoye! Karibu Mheshimiwa DC.